Siku zote wanasema mvumilivu hula mbivu, penye nia pana njia, lakini wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Siku ya Disemba 16, 2025, Faida Online TV tuliripoti taarifa inayohusu maisha magumu ya mzee Mohamed Mushangani. Mzee anaishi kwenye mtaa wa Chipuputa, kata ya Magomeni, manispaa ya Mtwara Mikindani. Mara baada ya kutoa taarifa yake hiyo, mheshimiwa diwani wa kata hiyo, Mheshimiwa Mlaponi, aliguswa na akatoa shilingi 100,000 papo hapo. Lakini pia dasi wa wilaya Mtwara naye akatoa kiasi cha fedha ambacho kilisaidia kwa ajili ya kuweza kununua baadhi ya vifaa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa nyumba yake ya miti na makuti ili aweze kuishi angalau kwa kujisikiza hivyo, kwa sababu nyumba yake ni kuukuu na imechoka. Sasa mara baada ya hapo, leo hii mzee huyo ameshikwa na butwaa mara baada ya kuona misaada mbalimbali ikiwa inamiminika nyumbani kwake na watu ambao hawafahamu, wakiongozwa na afisa ustawi wa jamii wa manispaa Mtwara Mikindani, Bi Ana Salu, ambaye naye aliguswa na kuweza kuona namna kufanya mara baada ya kuona taarifa hiyo. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, tusizungumze mengi. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, watu wa field, baki nasi. Mimi kwa majina naitwa Ana Emmanuel Salu, ni afisa ustawi wa jamii toka manispaa ya Mtwara Mikindani. Leo tuko hapa mtaa wa Chipuputa, Magomeni, kwa mzee Mohamed Mushangani, mzee ambaye sisi kama ofisi tuliona taarifa zake kupitia Faida Online TV, akiwa ni mtu ambaye ana uhitaji. Kwa tulipoona hiyo taarifa ikabidi tuchukue hatua kama ofisi, kama watu wa jamii, na tulipofika eneo la tukio tukaona mazingira na tukaona kweli anahitaji msaada. Na msaada aliokuwa anahitaji ulikuwa ni msaada wa malazi, mahitaji ya mavazi ya mtoto, chakula, pamoja na nyumba yenyewe ambayo alikuwa anakaa, na ilikuwa sio sehemu salama pia kwa mtoto ambaye alikuwa anakaa naye pale, ambaye ni mwanae wa mwisho, ni mtoto wa mwenye miaka 10. Kwa hiyo tukaona yale mazingira ya baba na kulala kitanda kimoja na mtoto wa umri huo haikuwa sahihi. Kwa hiyo katika harakati za kumsaidia yule mtoto, jamii imeguswa, na leo tumekuja kukabidhi hapa vitanda 2, magodoro 2, pamoja na chakula cha kiasi. Lakini pia kwa kuguswa huko na jamii, bado inaendelea na michango ambayo imeona ni vizuri sasa huyu mzee angalau apate sehemu ya kujistiri na hao watoto wake. Ana mtoto wa kiume miaka 17, lakini ana mtoto wa kike pia ambaye tunamzungumzia wa miaka 10. Kwa hiyo jamii ya sisi watumishi pamoja na jamii ambayo inatuzunguka, ambayo imepata huu ujumbe wa kumsaidia huyu mzee, tunaendelea na michango, na tunatumaini kabla ya mwezi huu kuisha, tarehe 30 ama tarehe 1 mwezi wa 4, tuanze ujenzi japo wa kupata vyumba 2 na sebule kwa ajili ya kumsaidia huyu mzee. Nawashukuru wananchi wote ambao wametoa msaada wao kwa ajili ya kusaidia hii familia. Watumishi wa manispaa ya Mtwara Mikindani ambao pia wanaendelea na mchango, lakini pia kipekee kabisa ni mshukuru mkurugenzi wangu wa manispaa, Mwalimu Hassan Yange, ambaye pia ametuunga mkono kwa kiasi kikubwa, na yeye pia ameahidi huyu kijana ambaye pia alishindwa kuendelea na shule mwaka jana atamsaidia kumlipia ada ya VETA. Mtoto amechagua kwenda kusomea udereva. Kwa hiyo tunashukuru sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki kila mmoja ambaye ameshiriki sadaka. Mimi ni Mohamed Hamisi Mushangani, kazi wa Chipuputa Mjareni. Nashukuru kwa serikali jinsi ilivyonisaidia. Namshukuru mkurugenzi na kikosi chake wote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awajalie kwa kuniletea chakula, vitanda 2. Halafu chakula, mchele
unga na kadhalika. Unaona, nawashukuru watu hawa, Mungu awajalie. Ilikuwa mimi chakula ninatafuta bamia, nauza ndio napata kula. Lakini baada ya kufika nyumbani kwangu, naona vitu hivi. Mwenyezi Mungu hutaki kutoka hapa kuja huko nyumbani kwao. Mwenyezi Mungu awajalie kwa kifua mbele. Nimepewa na magodoro mawili. Kwa mwanangu Fatuma amepewa nguo. Dula amesema tutasomesha, yule wa kike amesema kwamba huyu tutamfundisha sisi wenyewe. Na ameshaanza kula shuleni. Michango yote ameshaitoa. Kwa hiyo shukrani kubwa, Mwenyezi Mungu awajalieni. Mimi Bwana Faida sikunitegemea kwamba atanisaidia kwa njia hii. Namshukuru sana. Kwa hiyo tukotoka mbali, ni Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyefanya. Sikutegemea kwamba mimi ataniweka mahali pazuri kama hivi. Mzee Mushangani haamini kilichotokea. Ona, ni kama vile ameshangaa, ameshikwa na bumbuazi, haelewi kinachoendelea. Leo hii anaenda kulalia kwenye godoro na kitanda cha chuma ambacho hakuwaza kabisa. Mtoto amenunuliwa nguo za sikukuu, amepata chakula. Mwenyezi Mungu awasimamie na walinde wale wote ambao wamesaidia kukamilisha jambo hili.